sura 170, sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira sura 272, pamoja na sheria ya petroli sura 392 ili kuweka mgawanyo wa mapato yatokanayo na vyanzo vya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli, na kuondoa changamoto ya sasa hivi iliyopo ya kutofikishwa mapato haya moja kwa moja katika mifuko hiyo. Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo: 70% ya makusanyo kutokana na mifuko hiyo kupelekwa moja kwa moja kwenye akaunti za mifuko tajwa kwa ajili ya utekelezaji wa sheria za mifuko husika. 25% kupelekwa katika mfuko mkuu wa hazina na 5% kupelekwa kwenye akaunti maalum iliyopo Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kugharamia uwekezaji wa miundombinu katika maendeleo maalum ya uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya mauzo nje EPZs na maeneo maalum ya kiuchumi SEZs, ikiwemo kulipia fidia kwa ardhi ya wananchi iliyochukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa maeneo maalum ya uzalishaji. Mheshimiwa Spika, marekebisho haya yanalenga kuimarisha uwezo wa kifedha wa mifuko ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa fedha zinaenda moja kwa moja kuboresha miundombinu wezeshi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji na kuiwezesha serikali kuendelea kugharamia mahitaji ya lazima ikiwemo ulipaji wa madeni ya serikali. Sheria ya ardhi sura 113. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya ardhi sura 113 ili kuweka mgawanyo wa 20% ya mapato yanayotokana na kodi ya pango la ardhi yanayorejeshwa mamlaka za serikali za mitaa kama ifuatavyo. Kwanza, 10% ya kupelekwa kwenye wizara yenye dhamana ya masuala ya ardhi na 10% kupelekwa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Lengo la hatua hii ni kuimarisha ushirikiano na kuongeza ufanisi katika upimaji wa ardhi na ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi. Aidha, Wizara ya Fedha itaweka utaratibu maalum wa matumizi ya fedha hizo. Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197. Mheshimiwa Spika, katika kuendelea kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma, serikali inapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 ili kupunguza kiwango cha ukomo wa mkopo wa muda mfupi, yani overdraft, ambao serikali inachukua kutoka Benki Kuu kutoka 18% ya mapato halisi ya ndani ya mwaka wa fedha uliopita hadi 14%. Mheshimiwa Spika, tunapunguza overdraft ambayo serikali tunachukua kutoka Benki Kuu kutoka 18% ya mapato ya mwaka uliopita hadi 14%, kuongeza nidhamu ya matumizi ya fedha ya serikali. Mheshimiwa Spika, ninapendekeza pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 kwa kufuta kifungu cha 69 na kuandikwa upya ili kubainisha vigezo ambavyo benki inaweza kuruhusu mikopo ya muda mfupi kwa serikali endapo kutatokea matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika, na kubainisha masuala yatakayochukuliwa kuwa ni matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika. Sheria ya Tume ya Mipango. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya maboresho ya kifungu cha 6 cha sheria ya Tume ya Mipango ili kuweka utaratibu wa miradi ya maendeleo ya kitaifa kutathminiwa kwa kuzingatia vigezo vya kiufundi, kifedha, kimazingira na kiuchumi kabla ya kuingizwa katika bajeti ya serikali. Aidha, tathmini ya kimazingira zitajumuisha tathmini ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha utafiti na uwekezaji katika sekta ya madini nchini, inapendekezwa Wizara ya Madini kuanzisha mfuko wa utafiti wa madini nchini na kubakiza 10% ya mapato yatokanayo na sekta husika kwa ajili ya kugharamia tafiti hizo. Aidha, fedha hizo zitaingizwa kwenye akaunti maalum itakayofunguliwa Benki Kuu na matumizi yake yatafanyika baada ya kupata idhini kwa mlipaji mkuu wa serikali. Sheria ya rufaa za kodi sura 408. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya rufaa za kodi sura 408 ili kuongeza muda kushughulikia utatuzi wa migogoro ya kodi nje ya mahakama kwa njia ya maridhiano baina ya Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania na mlipa kodi kutoka siku 60 hadi siku 90 tangu Bodi ya Rufaa ya Kodi TRAB au Baraza la Rufaa ya Kodi TRAT ilipotoa amri ya kuruhusu shauri hilo kusuluhishwa kwa utaratibu huo. Lengo la hatua hii ni kuhakikisha uwepo wa muda wa kutosha wa kutafuta suluhu ya migogoro ya kodi kwa njia ya maridhiano. Sheria ya Ushuru wa Bidhaa na Mafuta sura 220.